Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, karibu sana kwenye podcast yako pendwa ya Ncha Kali, ikiwa ni mfululizo wa msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukiwa na podcast za kuangazia maisha ya wale ambao wanakitumikia kitabu cha Allah tabaraka wa taala, Al-Quran Al-Karim. Mimi naitwa Rajab Msami, ndiye ambaye nitaiendesha podcast hii. Ni ada yetu kuwa na miongoni mwa watumishi wa Qur'an katika kila siku ndani ya podcast yetu hii Ncha Kali Podcast, msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vivyo hivyo leo tutakuwa na mgeni ambaye ni miongoni mwa watumishi wa Qur'an, watu wanaokitumikia kitabu cha Allah. Nikukumbushe tu ya kuwa unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast zetu ambazo tumekwisha kuzifanya. Unaweza kufanya hivyo kama utakuwa ni mpenzi wa kuzifuatilia kwa kutazama, basi tembelea channel yetu ya YouTube na kwenda kwa jina la AD+ Swahili. Lakini kama utakuwa ni mpenzi wa kufuatilia kwa kusikiza, unaweza kusikiliza mfululizo wa podcast tulizozifanya kupitia katika platforms zote za podcast, ikiwemo Google Podcast, Audiomack na nyinginezo nyingi. Kote huko utatupata kama AD+ Swahili. Kwa sasa ni kusihi uungane nasi tangu tunapoanza safari hii ya mazungumzo na miongoni mwa watumishi wa kitabu cha Allah mpaka pale ambapo tutakwenda kuhitimisha mazungumzo yetu. Leo tunaye mgeni, kama nilivyotangulia kusema, tutampa fursa aweze kujitambulisha majina yake, lakini atueleze ni kwa jinsi gani anaitumikia Qur'an. Halafu mengine mengi sana tutakwenda kuyafahamu baada ya hapo. Karibu sana. Shukran sana. Kwa majina naitwa Hamid Al-Haythami, ni hafidh al-Quran na ni mkazi wa Dar es Salaam. Karibu sana Ustadh Hamid. Nani wasa? Hamid Al-Haythami. Hamid Haythami. Al-Haythami. Al-Haythami. Haythami. Karibu sana Ustadh Hamid katika Ncha Kali Podcast ya msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kuwa tunaizungumza Qur'an na tupo ndani ya mwezi wa Qur'an, basi tumejiwekea ada hapa katika Ncha Kali Podcast ya kuwa tutakuwa tukifungua kwa kisomo cha Qur'an. Kwa hiyo nikukaribishe kwa dakika 3-4 tuweze kusikiliza kisomo cha Qur'an kutoka kwako, halafu baada ya hapo tutaendelea na mazungumzo yetu. Mengi tutakwenda kuyafahamu. Karibu sana. Shukran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية قطوفها دانية
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه صدق الله العظيم. Sadaqa Allahu al-Azim. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, huyo ni Ustadh Hamid Al-Haythami ambaye yeye ndiye mgeni wetu leo katika Ncha Kali Podcast. Kama ambavyo tuliweza kumsikia mwanzo kabisa wakati anajitambulisha, alitueleza kuwa yeye ni hafidhul Quran, na mengi kuhusiana na yeye na safari yake yote na Quran tutakwenda kuyafahamu katika mazungumzo ambayo tutafanya naye. Nikusihi tu uwe nasi. Ustadh Hamid, moja kwa moja tuende katika mazungumzo yetu. Umetueleza unaitumikia Quran kama hafidhul Quran, bila shaka utakuwa unaifundisha pia. Sio imam? Ulikuwa imam. Msikiti gani? Masjid Fatima. Kwa sasa si imam, yani nashughulika na harakati za kawaida, lakini pia ni mwalimu. Mashallah. Twende tukaiangazie safari yako wewe mwenyewe na Quran. Wapi umeanza kusoma Quran mpaka hapa ambapo umefika kiasi kwamba umeweza kukihifadhi kitabu chake Allah tabaraka wa taala na kufikia hatua ya kuweza kukifundisha pia. Tukaifahamu safari yako tangu unaanza ile Waswahili wanasema alif kwa ujiti. Naam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mimi safari ya awali kabisa ya mwanzo tukiwa katika umri mdogo wa miaka kuanzia miaka 5, 6, madrasa zetu za mtaani. Nilianza nikiwa na umri huo mdogo katika madrasa ya nyumbani jijini Tanga, lakini haikufua sana dafu, japo siwezi kudharau mwanzo. Huwezi ukairuka katika historia. Yes, siwezi kudharau mwanzo. Nilikuwa ni mwanafunzi ambaye natamani zaidi kuwa mazingira ya chuo, hata kama nikiwa katika mazingira ya maradhi. Nakumbuka katika safari moja nilikuwa naumwa na mahututi sana, lakini nilikimbia nyumbani kwenda madrasa, kiasi kwamba mpaka mamangu alikuja kunitoa shule kunirudisha nyumbani, kwamba mwalimu huyo anaumwa na anatumikia dawa, kwa hivyo hapaswi kuwa hapa. Nalia kwa nini natolewa madrasa. Kitu ambacho ni tofauti kidogo watoto wengine. Kabisa. Mwingine anaweza akasingizia anaumwa tu ili asiende. Baadaye kidogo mnamo mwaka 2012, kitu kama mwezi wa 6, na nakumbuka nilikuwa class 2, babangu akanitoa sasa Tanga akanileta jijini Dar es Salaam, na hapo nasema ndio ilikuwa rasmi safari yangu ya kwanza hifdhi ilianza hapo. Mwaka gani? 2002 mwezi wa 6. Okay. Madrasa ambayo ulianza kusoma kabla ya safari yako ya kuhifdhi, madrasa ya mtaani kabisa, ambayo ni madrasa gani na ilikuwa Tanga sasa? Madrasa ya mtaani nilianza na madrasa moja, jina nimelisahau, ambayo ilikuwa iko Tanga Mapinduzi. Nakumbuka baadhi ya majina ya walimu pale, kulikuwa na mwalimu Isa, mwalimu Juma. Baada ya hapo nikaingia Shamsul Maarif, ambayo ilikuwa Majengo kitambo hicho, kabla haijahamia Duga. Sasa hivi ipo kwa ukubwa zaidi, lakini kitambo hicho ilikuwa katika eneo dogo la msikiti, maeneo ya Majengo pale karibu na Majengo sokoni.
Pale kulikuwa na Ustadh Abubakar kama anatambulika, lakini marhum sasa. Sasa nilivyotoka hapo ndio nikaletwa Dar es Salaam. Lakini cha kustaajabisha, wakati nipo kule nilikuwa naona kwamba naweza kusoma Qur'an. Yani nasoma vizuri kwa mujibu wa kiwango changu. Uko sura gani? Unasema niko Lamtara, unataja majina ya sura kupitia mwanzo wa aya. Yani hujui hata ile majina ya sura. Lakini nilipofika sasa Dar es Salaam kwenye interview, niliposoma nikaambiwa wewe unasoma Kiswahili. Yani Qur'ani ndiyo unaisoma, lakini matamshi yako kwenye Qur'ani ni matamshi ya Kiswahili. Yani unaisoma Qur'ani Kiswahili. Hiyo ambayo hapo sasa ndio mwaka 2002 baada ya kuletwa Dar es Salaam. Aiwa, nilikuwa ulipelekwa wapi? Nilipelekwa Kiwalani. Markaz Tabligh. Iko Kiwalani pale ndo nilipoanzia msingi rasmi wa kuhifadhi Qur'ani. Ambayo ilikuwa ni mwaka 2002 ilikuwa ni mwezi wa 6. Nikafanya interview kwanza pale, nikasoma vizuri na nilitumia mwenyewe mahara, nikaona nina sauti, lakini nikaambiwa hii ni Kiswahili, si Qur'ani ile ambayo inatakiwa kusomwa. Nilivunjika moyo, lakini nikapewa moyo na shekhe wangu ambaye ndo nilianza kwake, anaitwa Maulana Musa, ni marhum sasa, Allah mrehemu, ameshatangulia mbele za haki. Baada ya hapo nikaanza alif kwa ujiti. Sasa ili nitoke kwenye mfumo wa kuisoma Qur'ani Kiswahili, niisome kuisoma Qur'ani inavyostahili kusoma, ikabidi nianzishwe mwanzo kabisa, nijue namna ya kutamka herufi za Kiarabu, nijue namna ya kuunganisha mpaka niweze. Hapo nilisota miaka kadhaa, kitu kama mwaka na ziada. Maana kaida si alifu mpaka ya. Tulikuwa tunatumia kaida inaitwa Yassarna al-Qur'an. Ipo juzuu mpaka 3. Kwa hiyo tulisoma zile juzuu ya kwanza, ya pili, ya 3, na ukifika sehemu huelewi utaganda kweli kweli. Paka uelewe. Kuna watu wameganda pale harfu moja tu ya ain, unaganda hata miezi 2 3 paka ufahamu. Kwa alhamdulillah, lakini Allah alisaidia, tukatoka pale tukaanza rasmi Qur'an. Na safari alhamdulillah ilikuwa nzuri, ina mambo mengi, ups and downs zilikuwa ni nyingi mno, lakini cha kumshukuru Mungu, usimamizi wa walimu, uongozi uliwafanya wanafunzi wapate namna nzuri ya kuhifadhi Qur'an. Wewe ulihifadhia pale Kiwalani? Nilihifadhi pale mpaka nilimaliza zote 30 pale Kiwalani. Pale. Ulimaliza kuhifadhi mwaka gani? 2007. 2007, safari ya miaka 5. Miaka takriban 4 na ziada. 2002 miaka 3 ya Qur'ani na mwaka karibu 1.5 wa kaida. Ulisoma karibu mwaka 1.5 kaida. Umaliza Qur'ani ukatumia miaka 3. Miaka 3. Mashaallah. Katika safari yako hii ya miaka kama 7 hivi, sababu ukiangalia 2002 mpaka 2007, miaka 5, safari ya miaka 5 ya kuhifadhi Qur'an. Kipi ambacho wewe hutokisahau kwamba unasema kabisa hiki katika safari yangu hii mimi ya tahfidh ambayo nilianza mwaka 2002 mpaka mwaka 2007, hichi wallahi mpaka natoka katika ulimwengu huu siwezi kukisahau? Katika vitu ambavyo vilikuwa serious sana katika shule ambayo mimi nilisoma ni mchezo. Yani wanafunzi kucheza na kutowasilisha masomo yao. Hii ilikuwa ni kitu ambayo walimu wako serious sana. Yani hauwezi kupona kama utakuwa ni mwanafunzi ambaye ni wa mchezo. Mara moja mwalimu wetu alisafiri, kwa ilitulazimu tuhamie kwenye klasi ya mwalimu mwingine. Nilikuwa klasi ya mwalimu, kiukweli hata sijui sasa hivi yuko wapi, manake kuna namna fulani ambayo tunapoteza mawasiliano na baadhi ya walimu wetu. Lakini mmoja wa walimu wangu amefariki, ambaye nilianza kwake hifdhi. Alifariki akiwa South Africa. Kwa hiyo tukahamishwa katika klasi nyingine. Hii ilikuwa ni klasi ya Maulana Abubakar. Nakumbuka
nilikuwa juzuu ya 14. Natoka kumaliza suratul Anbiya, natakiwa niingie suratul Hajj. Hapa ilikuwa kimbembe. Darsa ya karatasi moja nilisoma zaidi ya siku 3. Na sikumbuki nilikumbwa na kitu gani hasa, lakini ni kila ukienda kusoma, sijui ni mazoea ya mwalimu mpya ama ni vipi, lakini kila ukienda kusoma unakosea na unakuta unaadhibiwa. Na adhabu kubwa ambayo sisi tulikuwa tunapatiwa ni kushika masikio na vibogo juu. Kwa hiyo nakumbuka nilitumikia adhabu kubwa ya karatasi moja tu kuifanyia hifdhi karibu siku 3 mfululizo. Yani mpaka natoka, alafu utaratibu ulikuwa ni kwamba unapomaliza sura, ile sura ina karibu karatasi 5. Yani juzuu moja na ina sura 2 tu. Anbiya na Hajj, nusu nusu. Kwa hiyo ukimaliza mwisho wa sura unalazimika uwasilishe sura nzima. Kwamba umemaliza sura, kabla hujaingia sura nyingine lazima uanze mwanzo wa sura mpaka mwisho wa sura kuhakiki hifdhi yako hiyo sura imo ama ulienda ukaachana nayo. Kwa hivyo kwenye kuiwasilisha ile sura kwa kweli ilikuwa ya ugumu na nilipata kipondo cha ajabu mno. Na mara nyingine kuna mwalimu, Allah amrehemu, ampe afya na amsahilishie mambo yake, Allah nisameh kwa sababu ilikuwa ni utoto, niliwahi kumuombea mwalimu mpaka kifo. Akisafiri, walikuwa na kawaida ya kusafiri, basi akisafiri akienda angalau waishie huko asirudi tena, kwa sababu alinichapa mpaka sehemu upande mmoja nikawa siwezi tena kuketi. Kwa ile adhabu. Kwa hiyo ni matukio ambayo siwezi kuyasahau kwa sababu yani ni adhibu kwa kiwango kikubwa sana. Na hii ndio Qur'ani ambayo tunaitumikia sasa. Sawa. Kuna vijana ambao wanaweza kawa wanatutazama, wanatufuatilia katika mazungumzo yetu. Umeeleza vitu ambavyo huwezi kuvisahau kwa namna ambavyo umevieleza. Ukiachana na hivyo, kwa ukivitazama vinatazamika kama changamoto. Ukiachana hizo, kuna changamoto gani nyingine ambazo wewe leo ukifuatwa na mtu ambaye anataka kuanza swala zima la kuhifadhi Qur'an, utamwambia bwana, unaingia kwenye kupambania kuhifadhi kitabu cha Allah, lakini jipange kwa 1, 2, 3, 4. Changamoto zipi ambazo kijana yoyote ambaye anataka kuanza kuwa hafidh, kuanza kusoma kuhifadhi kitabu cha Allah anatakiwa ajipange nazo? Changamoto, Qur'ani kawaida haina changamoto nyingi sana, kwa sababu kama Allah tayari mwenyewe ameshaweka wazi kwamba Qur'ani ni nyepesi, walaqad yassarna alqur'ana lidhikr. Sasa suluhisho ni fahal min mudakkir. Qur'an tayari ni nyepesi kuisoma, kuihifadhi, kuilinda, kuifanyia kazi. Shida ni wapo watu ambao wako tayari kuikumbuka na kuizingatia na kuiendea. Huo ndio wepesi upo hapo. Kinyume na hivyo, manake lazima changamoto ziwe nyingi. Sasa changamoto kubwa ya mtu yoyote ambaye atakuja mbele yangu, nitamwambia kitu cha kwanza ni kuinvest kwenye muda wake. Ukihifadhi Qur'ani katika umri mdogo, manake una muda mwingi wa kuitumikia ile Qur'ani, tofauti na umri mkubwa. Kwa hiyo changamoto kubwa ya watu katika kuisoma Qur'ani au kuihifadhi ni muda. Kwa hiyo aweze kuinvest time yake katika kuhifadhi Qur'ani. Hiyo ni moja. Lakini ya pili, kikawaida huwezi kuhifadhi kitu ambacho hukifahamu. Yani ni ngumu sana. Ni sawasawa unakaririshwa vitu ambavyo huvielewi. Ni ngumu. Sasa ili kuepukana na changamoto hiyo, namshauri kwanza aisome Qur'ani, aielewe, kisha ihifadhi. Simaanishi aelewe tafsiri ya Qur'ani, ila iwe rahisi mdomoni mwake. Yani let's say unasoma suratul Fatiha. Wewe kila unapoenda kuswali nyuma imamu unamsikia anasoma nini? Fatiha. Automatically utakuwa umehifadhi suratul Fatiha hata bila kuketi chini na kuihifadhi. Sasa kuepukana na changamoto ya ugumu wa kuhifadhi Qur'ani, ni lazima mtu aijue Qur'ani kwa kuangalia fluently, ndio awe rahisi kwake kuhifadhi. Kwa hiyo kama hatowekeza time yake kuisoma na kuielewa kwa kuangalia kwa urahisi zaidi, itakuwa ni changamoto kubwa sana yeye kuhifadhi Qur'ani.
Kwa changamoto ya pili, aangalie namna ya kuijua Qur'ani kabla hajaingia kwenye kuhifadhi. Nadhani hizi mbili ni kubwa sana kwa mtu ambaye anataka. Sawa. Asije akaona kwa jambo la kuiendea Qur'an ni jambo ambalo lina changamoto tu, kwa sababu tukiishia kuzungumzia hapo itabaki hivyo. Kuna wepesi gani? Kwa sababu anaweza akaona mbona unazungumzia changamoto, maana sio jambo jepesi, maana ni jambo zito. Mathalan watu wengi sasa hivi ambao ni wahamasishaji wa masuala mbalimbali huwa mara nyingi wanajikita kuelezea ugumu wa masuala hayo na kuacha upande wa kuelezea uwepesi, kiasi kwamba kuweza kuvutia kila mtu aweze kuhamasika na kutaka kulifanya hilo jambo. Kwenye upande huu wa tahfidh pia baadhi ya watu wamekuwa wakizungumza tu changamoto na ugumu wa tahfidhi yenyewe. Mathalan hapa tumesikia hapo umesema ulifikia hatua kumwombea lakini ulikuwa ni mtoto katika nafasi hiyo. Kuna uwepesi gani katika swala zima la tahfidh kiasi kwamba mtu anaweza akavutika akaona na mimi sasa kumbe ni uwepesi kiasi hiki, basi na mimi nije? Umetangulia kusema mwanzo kwamba Qur'an Allah mwenyewe ameshasema ni nyepesi. Ukiachana na hilo, kuna uwepesi gani, au katika kusherehesha kuna uwepesi gani kulingana na maneno ya Allah alivyosema yeye mwenyewe kwamba Qur'an ni nyepesi? Qur'ani mbali na changamoto ambazo tumezungumzia, kuna wepesi pia ambao unapatikana ndani ya Qur'ani. Kama tulivyosema kwamba ni kawaida, Allah tayari ameshasema Qur'ani ni nyepesi. Kwa hivyo tujalie kwamba mtu anataka kuhifadhi Qur'ani katika umri mkubwa, watu wanaamini kwamba ni kitu kigumu, sawa, na ambayo tunaweza tukaweka katika njia za changamoto. Sasa ili kwa huyu mtu mzima iwe nyepesi kwake kuhifadhi Qur'ani, anatakiwa tuseme hana muda mwingi, yupo kazini na nini, tumesema invest kwenye time yake. Sasa tunatakiwa tuifanye Qur'ani iwe nyepesi kwake na aweze kuihifadhi kwa time. Tuna karibu siku 360 katika mwaka ama ziada, lakini tuna sura nyingi pia katika Qur'ani, karibu 114. Sasa huyu mtu tunataka tumpe tu kiwango kidogo cha yeye kuhifadhi Qur'ani. Tunaamini Waislamu wengi wanatimiza wajibu wa swala 5. Tunaweza tukakosa masaa 2 ya kila siku mtu kuketi chini kuisoma Qur'ani, lakini hatukosi dakika 10 mpaka 15. Let's say imeadhiniwa salatu dhuhur, mpaka kuiendea swala pale kuna dakika 15. Wewe umewahi msikitini, keti chini, andaa aya 3 tu katika ile jalsa yako au 5. Soma kwa kuangalia zile aya, ukishazifahamu ndani ya dakika zako 3 mpaka 5 mpaka 7, zirudie zile aya, jaribu kuhifadhi angalau kila kipindi cha swala aya 3. Kisha ukirudi hitimisho lako baada ya salatu al-fajr, zirudie aya zote 3 ambazo ulizihifadhi kuanzia swala zote 5. Uhakikishe hifadhi yako zile aya 3 kila kipindi cha swala zimekukaa kichwani. Ukifanya hili, utakapomaliza mwaka utakuwa umekamilisha kiwango kikubwa sana cha Qur'ani katika sayansi ya namna kama hii ya kusoma Qur'an. Na hii ni nyepesi kwa sababu haitumii time nyingi, lakini pia hakuna bakora ndani yake, lakini pia mambo siku hizi yamekuwa mepesi zaidi. Kuna wasomi wengi ambao unaweza ukawasikiliza kupitia device yako, ukachagua namna ya qiraa ambacho unataka, utaratibu, uharaka ama upolepole, na ukaifahamu vizuri Qur'ani na ukaihifadhi kwa namna kama hiyo. Sawa. Ustadh Hamid, muda wetu unakimbia, naelekea ukingoni mwa mazungumzo yetu. Umeweza kuelezea vizuri swala zima la changamoto na uwepesi wa swala zima la tahfidh. Nimekuuliza maswali haya kwa msingi wa kwamba kuna vijana ambao na wao sasa hivi wanapambania ndoto zao kuhakikisha wanahifadhi kitabu cha Allah. Mimi nikupe fursa utoe nasaha. Kwanza nasaha kwa hawa vijana ambao ndio wanaiendea tahfidh, ndio wako wanahifadhishwa, lakini nikupe fursa pia utoe nasaha kwa wazazi, sababu muamko wa wazazi kupigania watoto wao kuhifadhi kitabu cha Allah hauko juu kiasi hicho. Ukilinganisha utaona grafu yake iko chini sana, muamko ni mdogo sana. Kwa nikupe fursa kwa dakika 2-3 tulizobakiwa nazo uweze kutoa nasaha hizo. Shukran. Na nasaha lilumma kwa mujtamaa wetu
kuendea sala la Qur'an. Nianze na wanafunzi. Qur'ani ni jambo zito na ni jambo kubwa. Lau kama tukichukua time vijana tukaihifadhi Qur'ani na kuiweka katika vifua vyetu, tutakuwa tumekwenda kutimiza jambo kubwa ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe ameahidi kuitunza ile Qur'ani na kuilinda. Na Qur'ani hulindwa katika vifua vya waumini, kiasi kwamba hata mtu ajaribu kuifanya dosari bado haitakuwepo, kwa sababu ndani ya vifua vya waumini imo. Na generation yetu hii ya watoto ndio generation ambayo inaweza kuitunza hii Qur'ani kwa kuhifadhi katika vifua vyao. Kwa hiyo nasaha kwa watoto, nasaha kwa vijana ni kuwekeza time yao na kuiendea Qur'ani na kuangalia vikwazo na magumu ambayo wanayapitia time ile ya kuhifadhi Qur'ani. Sisi tumeadhibiwa sana kuliko hata wanavyoadhibiwa wao sasa. Time ambayo sisi tunaadhibiwa, hauwezi kwenda polisi ukashtaki kwa kuwa nimeadhibiwa kwa sababu ya Qur'ani. Tofauti na sasa. Kwa hiyo waweke changamoto hizi pembeni, waiendee Qur'ani na waweke time yao na waache mchezo kabisa. Jengine kubwa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hazikusanyike Qur'ani mbili katika kifua kimoja. Na tupo katika generation mbaya sana ambazo hizi Qur'ani mbili zimekamata nafasi. Maana yake haikusanyiki Qur'ani ya sheitan na haikusanyiki Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kifua cha mtu mmoja. Kijana au mtu mzima atakayeipa nafasi Qur'ani ya sheitan katika kifua chake, lazima Qur'ani ya Allah ikimbie, na huondoka haraka sana kuliko tangamia anavoachia kamba yake na kukimbia. Kwa maana unapoipa nafasi music katika kichwa na kifua chako, Qur'ani ya Allah haiwezi kubaki, lazima iende. Kwa hivyo ni nasaha moja nzuri na kubwa najihusia mimi, lakini pia nahusia nafsi za wenzangu, watoto na watu wazima, waepukane na Qur'ani ya sheitan kama watahitaji kuhifadhi Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shukran sana Ustadh Hamid kwa nasaha nzuri hizo, waepukane na Qur'ani ya sheitan kama watahitaji kuhifadhi Qur'ani ya Allah. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, huyu ni Ustadh Hamid Al-Haythami ambaye yeye ni miongoni mwa watumishi wa Qur'an, miongoni mwa watumishi wa kitabu cha Allah, na tulikuwa tukifanya naye mazungumzo. Tumesikiza mengi sana kutoka kwake, safari yake na Qur'an, lakini tumeweza kusikiliza nasaha kutoka kwake. Baada ya kusema hayo, tunalazimika kufikia ukomo wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Mimi nikukumbushe tu ya kuwa kipindi hiki kitakuwa kikujia kila siku ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo nikusihi sana, kesho muda na wakati kama wa leo uhakikishe uwe mbele ya kifaa ambacho umetumia kufuatilia kipindi hiki. Mimi naitwa Rajab Msambi, nilikuwa naye Ustadh Hamid Al-Haythami. Hatuna la ziada, tunakuaga kukuambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.